Ya, naitwa Askofu Mwanamapinduzi Maximilian Machumu Kadutu. Nimetokea Kibaha, Pwani, na ni askofu wa jimbo la Pwani. Mimi kazi yangu kubwa hasa ni kutetea na kupigania haki za watu. Na ni mwanaharakati huru kabisa ambaye naangalia jamii yangu imekaaje. Nimefika hapa anyway, bahati nzuri niko kwenye mambo haya no reform no election, kwa sababu nimeelewa kwa upande wangu kama kiongozi wa dini yanaweza kuwa na tija na msaada mkubwa kwa taifa letu, kwa watu wote wa jamii. No reform no election, Kiswahili chake hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, au uchaguzi hauwezi kuwepo bila mabadiliko. Ukweli ni kwamba maneno haya mawili mwanzoni yalikuwa nafanywa vice versa yake. Walikuwa nawaza kwamba tunaweza kufanya uchaguzi tukashinda, alafu tukafanya mabadiliko yaliyodaiwa toka tume ya kwanza ya Jaji Nyalali wakati wa Mwinyi mwaka 91. Kwa hiyo walikuwa kiamini toka 95, 2000, 2005, 2015, 2020 wakiamini kwamba tukipata uchaguzi, yale mabadiliko ambayo yamekataliwa toka tume ya Nyalali, Jaji Kisanga, Jaji Bomani, Jaji Warioba, yamekataliwa kwenye majaji wote wanne na tume zao, basi wanaweza kuingia madarakani wakabadilisha. Kwa waliwaamini kwamba kuna reform, kuna election, alafu inafuata reform. Sasa umegundua kumbe hata election yenyewe haipo. Kumbe anayemzaa mwenzake kumbe ni reform ndio anazaa election, alafu ndio yanafuata mengine hayo. Kwa hiyo wakasema no reform no election, kwa maana kwamba uchaguzi hawezi kufanya katika mazingira haya ambayo tumeshuhudia chaguzi 3 za mwaka 2019, 2020 na 2024, chaguzi ambazo zina madhara makubwa kwa jamii yetu, chaguzi za kivita, chaguzi za kidola, chaguzi za kuiba, chaguzi za uongo, chaguzi za mambo mengi ambayo hafai kabisa. Kwa hiyo tukaona haya yote yasababishwa na mfumo mbovu wa tume ya uchaguzi, mfumo ambao haufevi vyama vingi vya siasa, hausaidii watu kupata nafasi ya kubadilisha nchi yetu. Nchi yetu hii inaweza kubadilishwa pekee tukipata rais, sio tu diwani, sio tu ubunge. Kama ni ubunge washapata wabunge, washapata madiwani, lakini hawakuja kubadilisha kitu. Ukisema diwani, hata kama mko na halmashauri ninyi wenyewe, mkurugenzi ni wa kwenu, mkuu wa wilaya ni wa kwenu, dasi ni wa kwenu, sio kwenu. Kwa hiyo mtafurukuta mtabadilisha kitu. Basi mkuu wa bunge, spika wa kwenu, katibu mkuu wa bunge lenyewe ni wa kwenu. Kwa hiyo huwezi kubadilisha nchi. Nchi hizi zimebadilika baada ya kumpata rais mpya. Kama mnavyoona kwa mfano nchi kama ya Marekani, kila rais akiingia na badilisha. Hata CCM yenyewe tumeona kwa miongo mbalimbali, kila akiingia rais mpya anabadilisha kitu fulani. Huyu alikuwa anaamini kwenye utandawazi, anakuja mwingine anaamini kwenye ubinafsishaji, anakuja mwingine anaamini kwenye mambo ya nini, ya kilimo kwanza, anakuja mwingine anaamini kwenye viwanda, anakuja mwingine anaamini kwenye nini. Kwa hiyo ni kila rais akija anabadilisha nchi. Ingawa ni wa CCM wale, lakini angalau naona mabadiliko makubwa yanaanzia kwa rais mwenyewe. Sasa kwa taifa letu, ili upinzani upate rais ni kitu ambacho hakiwezekani tena. Uwezi ukapata urais kama ni mpinzani kwa nchi hii. Kwa nini nasema hayo? Kwanza, kwa mujibu wa katiba yetu, tume ilivyo na mfumo wa leo, anayeteua mwenyekiti wa tume ni rais mwenyewe na makamu wake, paka na mkurugenzi wa uchaguzi mwenyewe, na wasimamizi wenyewe kama wakurugenzi, paka watendaji wa kata wa tarafa ni wale wako chini ya mamlaka ya rais. Anaweza kuwaweka na anaweza kuwatoa. Sasa tume yenyewe sasa hiyo ikishateuliwa kaundwa, tuseme basi tume yenyewe basi angalau ikifanya madudu basi angalau inaweza angalau ikashtakiwa. Kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 74, ibara ya 74:12 inasema wazi kwamba
tume hairuhusiwi kushtakiwa mahali popote, hairuhusiwi kushtakiwa mahakamani. Imewekewa kinga kubwa kiasi kwamba tume yenyewe inafanya mambo ya hovyo ikiamini kwamba hakuna kushtaki mahali popote. Uwezo wa mshtaki mkurugenzi atangaza matokeo ambayo sio yenyewe, uwezo wa mtangaza ushtaki mtendaji, uwezo mtangaza mwenyekiti wa tume, uwezo mshtaki popote pale. Kwa hiyo tume haishtakiki. Na ukishaweka lupo kubwa kama hiyo ya mtu ashtakiki, maana unafungua mlango mbaya kabisa wa kufanya maovu, kwa sababu ana kinga nyuma. Katika hali ya nchi yetu kuna janga kubwa linaendelea sasa hivi, ile janga la utekaji. Nimekuwepo miaka nyuma kidogo wakati wa Magufuli, na sisi kama viongozi wa dini tulikemea, tukasema jambo hapana. Unavokuwa unagusa uhai wa mtu, unagusa katiba nchi inayosema kwamba mojawapo ya haki ya mtu ni haki ya kuishi. Ukimnyima mtu haki ya kuishi, umemnyima haki zingine zote. Sasa haki ya kuishi katiba inalindwa, lakini pia kwa Mwenyezi Mungu. Ukweli ni kwamba Mungu anatoa na Mungu anatoa. Tumwachie kazi ya kutoa Mungu, na tumwachie kazi ya kutoa ni Mungu. Tusiruhusu watu wabaya waibe watu wetu. Wamepotea wengi. Zamani walikuwa wakipotea wanachadema, CCM wanashangilia, wanasema bwana sasa wanapotea na CCM wenyewe. Kuna mwana CCM kule Tarime mjini anaitwa Dani Choncholi. Huyu Dani alikuwa ni mneki. Mneki ni mjumbe wa kamati kuu wa CCM, na ni mtiania ubunge wa Tarime mjini. Ni mfanya biashara mkubwa tu, anajulikana, anafanya biashara ndani na nje ya nchi. Ametekwa, amepotezwa, mpaka anajulikana yuko wapi. Na kina makala hawa wanaoshabikia mambo ya kina Sikilada ya chama kingine hawawezi kulinda hata wanachama wao, tena wanachama wa level ya juu ya mjumbe wa kamati kuu. Kimya, hawasemi. Sasa wameanza kuteka Chadema, wanaanza kutekana wenyewe kwa wenyewe. Sasa hiyo utamaduni wa kuteka watu unatoka wapi? Wanatengeneza image na kichaka kizito mno. Mimi na wewe tuigombana leo, sita kuteka tu. Hawasa nasema serikali imekuteka, kwa sababu umefungua wenyewe mwanya. Polisi wangedhibiti jambo hili, kwa sababu polisi lazima tuwalaumu, kwa tuwalaumu. Polisi kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Raia walindwe. Tuliunda jeshi la sisi raia tulindwe. Tukawapa vibunduki, tukawajengea vituo vya polisi, tukawapa mavazi maalum ya kutambua ni walinzi hawa, tukawapa baadhi ya haki fulani za kutumia na vitambulisho maalum vya kusaidia kwenye ulinzi wao wa raia na mali sao. Usitegemee mtu amepotea tu kama anavyopotea mbuzi tu. Hata mbuzi kwenye familia akipotea lazima atafutwe. Mimi nitoe familia ya kichungaji. Baba yangu ilikuwa akipotea kama ni ng'ombe au ni mbuzi, cha kwanza nyinyi mlikuwa unachunga, unatandikwa fimbo, unanyimwa chakula, unaambiwa urudi hapa paka huyo ng'ombe apatikane. Ukimpata ng'ombe ugomvi unaisha. Kwa sababu kazi yao ni kuchunga. Na mchungaji huyo asubuhi anapewa maziwa na ugali. Anayekula asubuhi ni mchungaji tu, wengine wote mtakula mchana. Anapewa maziwa mengi na ugali, anaenda kuchunga. Tauri jioni anafaa pia chakula. Kwa hiyo hata namna ya kula kwa mchungaji iko tofauti na namna kula mnapokula familia. Kwa sababu yeye anakwenda kufanya jukumu mama. Polisi wanalipwa. Wako pale ni kazi yao, wameajiriwa kwa ajili ya kazi, wanalipwa. Lakini leo wanapotea tu. Leo wanapotea tu. Sasa polisi wako wapi? Wanafanya kazi gani? Ni jambo linalomiza mno. Na jambo moja la muhimu ambalo labda lifahamike ni kwamba polisi wanajishushia nidhamu na heshima kwa jamii. Wanafanya kazi kubwa sana ya kulinda Chama cha Mapinduzi, kukirudisha madarakani, kuzuia mikutano ya Chadema, unaelewa, na kuwalinda watekaji. Kama hawalindi si waibue. Kwa sababu mtu anayeteka, mfuatilieni, mkamate, mtangazie umma, kwa sababu kutofanya hivyo analichafua jeshi la polisi. Kama hawalindi, ndugu zetu wako hapa kina Soka,
akina Mbise, akina Dioniso kwa wapi? Akina Manengela kwa wapi? Kama mteka mneki, raia wa kawaida, mchunga kondoo, mchunga mbuzi, usalama wake kwa wapi? Kwa hiyo maisha yetu sasa hivi ni kama hapo salama. Ukitoka nyumbani unaaga kabisa kwamba bwana naondoka, sio mtarudi. Sasa watekaji wanakuja na bunduki, wanakuja na pingu. Raia wa kawaida tu ambaye hata lungu huna, utapambana nao? Tunakushukuru sana. Nashukuru sana, na ninyi waandishi wa habari, fanyeni kazi zenu vizuri, msibague. Pelekeni habari za kijamii, saidieni watu wa haki. Jamii inapoteketea na kuangamia, si viongozi ndio tunaumia sana, kwa sababu jamii hii tuna jamii nyingine. Ubaguzi wa mambo ya kisiasa unaangamiza jamii zetu. Na ninyi msibague tu upande moja, pelekeni habari kwa jamii kama inavyopaswa, sawa sawa na mlichokisomea. Mungu abariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.